Kwa niaba ya Baraza la Chuo cha Taifa Zanzibar, naona wajumbe wangu wapo baadhi yao, nachukua fursa hii adhimu kuadhimisheni nyote katika tukio hili muhimu la kihistoria mara nyingine ya makabidhiano ya Chuo cha Maendeleo ya Utalii ZITOT kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwenda Wizara ya Maendeleo ya Utalii na Mambo ya Kale. Ni wizara na wizara. SUZA na chuo ni watendaji barabara. Tukio hili linaashiria hatua muhimu katika uendelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Mapinduzi. Hatua hii ni miongoni mwa maelekezo ya sera za serikali za kukuza elimu na mafunzo ya amali na mafunzo ya ufundi nchini. Sera hizi zinakwenda sambamba na azma ya taifa ya kuwa na rasilimali watu wenye ujuzi wa hali ya juu, uweledi na uwezo wa kuendeleza sekta ya utalii nchini pamoja na kujengea maadili bora ya uwajibikaji. Mheshimiwa Waziri na wageni rasmi, azma ya serikali kuimarisha utalii haendi sambamba na azma ya kuharibu maadili kabisa. Maadili ya Zanzibar lazima tunze, na utalii ni changamoto ya maendeleo, lakini si katika kuvunja maadili. Kwa wafanyakazi wetu wa chuo hichi wajengewe maadili ili waweze kuimarisha utalii na kutunza heshima ya Zanzibar. Tunafahamu wazi kuwa sababu kuu ya serikali ya Zanzibar ya kurejesha Chuo cha Maendeleo ya Utalii ni kuimarisha na kuongeza uwezo wa Chuo cha Maendeleo ya Utalii kuwa kituo cha ubora, yani Center of Excellence, katika utoaji wa programu za utalii na ukarimu. Hivyo penda kunasihi na kusisitiza kuwa ni vyema kwa viongozi wa ngazi mbalimbali tukazingatia shabaha hii ya serikali na kutafuta namna ya kufanya kazi kwa bidii ili kufikia kule kunakolengwa na serikali yetu. Na pongeza uongozi wa SUZA kwa kuwa na uhusiano mkubwa na NACTVET kupitia ndugu yangu anataa hapa. Fursa hii itumiwe vizuri sana, na vyovyote ambavyo viko NACTVET vinamfahamu anataa, uwezo wake, ushirikiano wake na msaada unatoka katika vyuo. Kwa hivyo chuo hichi kijimarishe sana kufuata taratibu za NACTVET na kuingia katika system zao za mifumo yao, kwa sababu hutaweza kufanikiwa kwenda NACTVET vizuri mpaka uingie katika mifumo yao vizuri kabisa, na maana unatarajia training sasa hivi na baadaye. Kuna mambo matatu ndio naomba kusisitiza Mheshimiwa Profesa Zeni. La kwanza, ubora wa viwango vya taaluma. Chuo cha Maendeleo ya Utalii Zanzibar inahitajika kuhakikisha ubora wa viwango vya taaluma vinazingatiwa kikamilifu katika programu zake za utalii na ukarimu. Sambamba na hilo, napenda kutanabahisha kwa kuwa utalii ndio uti wa mgongo wa uchumi Zanzibar ambao unakwenda sambamba na shughuli za uchumi wa buluu. Chuo cha Maendeleo ya Utalii kitakuwa na wajibu mahsusi katika kuhusisha mitaala yake ili iendane na soko la sasa na baadaye katika kuzingatia viwango vya taifa, kikanda na hata kimataifa. Nyingine, chuo kihakikishe wahitimu wanakuwa na study za vitendo, yani practical skills, badala ya nadharia pekee. Manake chuo lazima kiwe na uhusiano na mtaalamu wa kazi, industry na jamii kwa ujumla. Ni vyema kwa hivyo chuo kijiwekee malengo makubwa katika mkakati wake ili kiweze kuzalisha wahitimu ambao hoteli za nyota 5 na zaidi zitagombania kuwaajiri. Vile vile wawe na vipaji vya kujiajiri na kuajiri siku za baadaye. Jambo la pili, usimamizi wa rasilimali watu na miundombinu ya chuo. Kamati hapa ilifanya kazi nzuri sana na imeweka utaratibu wa rasilimali watu na mali miundombinu. Kamati imetoa mapendekezo mbalimbali ambayo kwa kiasi makubwa yamezingatiwa katika utekelezaji wa zoezi hili.
hii ikiwemo pamoja na swala la mgawanyo wa rasilimali watu na miundombinu. Na saa zangu katika hili kunahitajika nidhamu kubwa ya usimamizi mzuri wa watumishi hawa ambao watakuja kutoka SUZA, majengo na hata vifaa vilivyokabidhiwa, ili kuweza kuleta tija iliyokusudiwa. Aidha, watumishi nao wanahitajika kuzingatia miiko ya uwajibikaji na nidhamu katika kipindi chote kazini na watapoondoka. Naomba ni quote maneno ya kiongozi wetu wa mwanzo wa Mheshimiwa Abeid Amani Karume. Alisema hivi: ni aibu na ni fedheha ukakabidhiwa kitu kizima ukiachia kiharibike. Kwa hivyo itakuwa ni aibu na ni fedheha kwa uongozi wa utalii, majengo haya mazuri na vifaa vizuri na wafanyakazi wazuri wakarudi katika hali mbaya. Kwa hivyo hilo naomba na sina wasiwasi, lakini roho yangu tulizane, bora niliseme hilo. Jambo la tatu la mwisho, ushirikiano wa sekta za binafsi ambao nilisema kabla. Lazima kutoa wito wa kuimarisha uhusiano kati ya chuo na wadau wa utalii, mahoteli, mashirika ya usafiri, waongozaji wa utalii, viongozi wa vijiji katika ngazi mbalimbali ambako utalii unafanyika, pamoja na kwa jumla. Hii itatokana na ukweli kwamba chuo cha maendeleo ya utalii Zanzibar hakiwezi kufanikiwa kikiwa kisiwa. Lazima kishirikiane na wenye viwanda na jamii kwa ujumla, ili wanafunzi wapate sehemu za mafunzo ya vitendo, yani field work internship. Na hizi field work hizi, nataka niseme jambo nyingine, haitoshi kuwapeleka wanafunzi field work. Lazima walimu wa hapa chuoni waweko specialized wa kufanya field work, kuwapitia na kuzingatia kinachofanywa, na mitihani yao mingine inafanya kule field pamoja na wale field. Hii ndio tutajenga skills za wafanyakazi na tutajenga uhusiano mzuri. Kwa hivyo walimu wasikae ofisini mwao, lakini na roster kama zile za wanafunzi, roster za kupitia mle mahala. Aidha, uongozi wa chuo ujiweke taratibu za kufanya monitoring kupitia baadhi ya mahala, sio nchi mzima, lakini kupitia hata VC mwenyewe mara moja akaangalie hawa wanafunzi wetu wapo field, wanafanya kazi, wanaosoma mzuri, walimu wanapita kuangalia mabuku yao, logbook zao zinaandikwa. Hii ndio kuhakikisha utaalamu unajengwa. Mheshimiwa Waziri, naomba nimalizie na zangu kwa kushukuru nyote mliohudhuria katika hafla hii fupi lakini ya kihistoria, ambayo ni hatua muhimu katika jitihada za taifa letu kuhakikisha tunakuza sekta ya utalii, sekta ambayo ni mhimili mkuu wa uchumi wa serikali ya Zanzibar, na kwa wakati huo kuongeza fursa za ajira kwa vijana wetu. Naomba maliza sana.